Yes bana, kama nilivyokueleza pale awali kwamba leo kikao kimefanyika cha Young Africans dhidi ya viongozi wa TPLB ili kuweza kuhakikisha kwamba wanaweka mambo sawa ili dabi iweze kuchezwa, mchezo namba 184. Lakini kama walishawahi kusikia ule msemo wa Young Africans wanasema kwamba nyuma mwiko kwamba kabisa wameamua hawarudi nyuma. Manake kurudi nyuma ni jambo baya sana. Bana, taarifa gani sasa hiyo ambayo ipo Yanga ambao unahitaji ni nini? Zidi kuwa nami na hii ni Baigez TV, subscribe, like, share vile na kucomment juu ya taarifa zetu ambazo tunazo ziweka hapa kila kunapokucha. Kikubwa zaidi bwana, Yanga imemtaka katibu mkuu wa TFF ajiuzuru, ambaye ni Kasongo akasema hivyo. Bana, CEO wa bodi ya ligi TPLB ndugu Almas Kasongo amesema klabu ya Young Africans imeleta mapendekezo manne ili aweze kufanyiwa kazi katika kikao kilichofanyika siku ya leo. Yapi hayo? Yanga imemtaka katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidao ajiuzuru nafasi yake, lakini hapa nikinukuu alivyosema kwamba wenzetu Yanga Sports Club leo wamekuja na matakwa ya mambo manne, na mambo hayo ni kuvunja kwa kamati ya uendeshaji wa bodi ya ligi ya masaa 72, kujiuzuru kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi, lakini vile kujiuzuru kwa katibu mkuu wa TFF na bodi ya ligi iwe huru, amesema Almas Kasongo mara tu ya mkutano huo au kikao hicho kumalizika, wakiongea na vyombo vya habari kutokana na sakata ambalo limewasumbua viongozi wa TPLB kuweza kuhakikisha mchezo huu unachezwa. Na Yanga wamesema wao wanahitaji hayo mambo yaweze kufanyika ili kabisa wao waweze kucheza mchezo huo, na kingine wanasema kwamba sio kwenye tarehe ambayo iliyopangwa tarehe 15, iwekwe tarehe nyingine tena ya mchezo huo ambayo inaweza kupelekea Young Africans wakaweza kucheza mchezo huo ambao umesubiriwa kwa hamu sana na mashabiki wa vilabu hivi vya Simba na Yanga kutoka Jangwani, lakini pia Msimbazi. Yapi atakayojiri? Zidi kuwa nasi tuzidi kupata taarifa hizo kwa kila ambacho kinachoendelea katika sakata ile ya Yanga dhidi ya TPLB, Simba na viongozi wa TFF. Hii ni Baigez TV, usahau kusubscribe, like, kushare vile na kucomment juu ya taarifa zetu tunazoziweka hapa.